Sisi tunakuwa tulipofikia, hasa tulivyoathirika na fikra hizi za kimagharibi na tamaduni za kimagharibi, uzinifu tumeona kwamba jambo jepesi sana. Yasifanikiwe mapinduzi yale, abaki huyu ambaye kwamba niye si Muislamu lakini alikuwa na uadilifu. Na wala usifike mahala sasa ukasusa, sasa wanasema kuzira si vitu vya namna kama hapana, si sahihi. Wanawake wema kabisa waliishi na ukewenza. Uliza na ujibi, wasi wako nini? Uliza na ujibi. Bado wapenzi watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakaribisha katika kipindi cha Uliza Ujibiwe. Mtazamaji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Unazungumza na Ali kutoka Mbeya. Ali. Asante Ali kutoka Mbeya. Karibu Ali. Sheikh, mimi nilikuwa na maswali yangu kama mawili matatu hivi. La kwanza liko kwenye masuala ya mirathi. Ndio. Mtoto ambaye anampiga baba yake, mtoto ambaye anamtukana baba yake, mtoto ambaye anafanya mipango ya kumuua baba yake kwamba afe au adhalilike baba yake, huyo anapaswa ahuzu baba akifa huyo mtu anaweza kurithi, anaruhusiwa kurithi huyo mtoto? Kipindi ni Uliza Ujibiwe. Mtazamaji, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Daktari, vipi hali? Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka sauti hii ni ya Bakari Kiwango. Hakika nasikika nikitokea Buguruni, Dar es Salaam, Tanzania. Habari za Afrika TV tu Swahili. Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Swali lako Bakari Kiwango. Asante sana. Mimi nilikuwa nakuuliza kuna baadhi ya maandiko inawezekana ikawa hadithi, nadhani hadithi ama aya, kisema kwamba mzinifu mwanamke ataolewa na mzinifu mwanaume, mzinifu mwanaume ataolewa na mzinifu mwanamke. Sasa haya ambayo kwamba yamezungumzwa ni kwa kiasi gani yamelengwa kwamba ni lazima yatokee, ama labda yamekuja tu kama tishio, hayana uhakika wa kutokea? Swali lingine. Lakini jingine ni kuhusiana na uongozi. Tuna vyombo vya Kiislamu, kwa mfano kama Baraza Kuu la Waislamu. Uhalali wa Baraza Kuu la Waislamu kuongozwa au Waislamu wa nchi kuongozwa na mwanamke ukoje? Na vipi kuhusiana na nchi kwa ujumla kuongozwa na mwanamke? Ni sawa? Mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Unazungumza na Abu Nuh kutoka na Kingoya, Lindi. Abu Nuh. Naam, karibu Abu Nuh. Aise, nina swali moja tu. Naam. Ikiwa mwanamke ameomba kujigomboa kwenye ndoa, yani kwa maana kulipa mahali ili aachwe. Naam. Kwa sababu mumewe anataka kuoa mke wa pili. Je, jambo la namna hiyo linafaa? Nilikuwa nauliza swali. Unaitwa nani? Faiza, uko wapi? Niko Zanzibar. Naam, swali lako. Swali langu nilikuwa nauliza, mfano mtu una watoto 6 mpaka 7, alafu ukatoa mfano kama banda moja ukampa mtoto mmoja peke yake. Sasa yani mfano mtu una watoto 7 au 6, sasa ukataka watoto hao wewe una nyumba nyingine, kwa hiyo ukampa mtoto mmoja peke yake nyumba ile. Katika watoto wako. Yani ukampa tu. Sasa katika sheria ya dini ile nyumba inakuwa yule mtoto ni haki yake, hainakuwa kama mwadhulumu na watoto wengine kwa sababu wao hawakuwapa. Sasa mfano imetokezea
yule mzazi yule kafa, ile nyumba yule alopewa haki, inabidi ile nyumba aiuzwe kwa wageni na wenziwe, au mabali katoa na mzee wake, ni haki yake kuchukua nyumba peke yake? Una swali lingine? Kwa sasa kama ni hilo tu. Asante, basi tumekusikia. Inshallah bakia nasi. Wapenzi watazamaji wa Africa TV, kwa simu hiyo ya Ukhti Faiza kutoka kule Zanzibar, tutakuwa tumekamilisha sehemu yetu ya kwanza ya ulizo jibu. Na wapenzi watazamaji wa Africa TV, kwa mara nyingine tena tunawakaribisha katika sehemu yetu ya pili ya kipindi chetu cha uliza ujibu. Ali kutoka Mbeya anaulizia kuhusiana kwamba je, mtoto ambaye anampiga mzazi, anamtukana mzazi na vitu kama hivyo, hata anawaza kumuua mzazi wake, je, mtu wa namna hii atakapofariki mzazi atastahiki kurithi? Tunajua kusema kwamba huyu ni mtu ambaye kwamba kwa kweli ni mtu ambaye yupo katika hatari sana. Kama hajatanabahi akatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akataka msamaha wazazi wake, huyo mtu anajitia katika maangamizi katika dunia yake na katika akhira yake. Mtu akifikia hatua ya namna hii, huyo mtu atapata laana tu, hana namna nyingine. Kitakachofuata ni laana. Kwa hiyo tunamuhusia sana mtu mwenye tabia za namna hiyo kwamba achukue tahadhari haraka sana, ajirudi mapema sana kabla hajapata laana. Akipata laana, maana yake itakuwa ni vigumu kujirudi baada ya hapo. Atakumbana na laana katika maisha ya kidunia na atakumbana na laana katika maisha ya kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala atusitiri. Samahani. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo kwamba linalotakikana. Lakini iwapo kwamba yatakuwa hayo yametokezea tu masuala kama hayo, bado tukifika kwenye kurithi, hatusemi kwamba kwa sababu huyu alimtukana mzazi wake kwa hiyo hatorithi. Bado ataendelea kurithi kama hajafanya jambo ambalo lingine litakalomzuia kurithi. Lakini tunasema kwamba huyu mtu yuko katika hali ya hatari, isipokuwa iwapo kwamba atasababisha kifo cha mzazi wake, hapo hatorithi. Iwapo kwamba atartadi, hapo hatorithi. Lakini katika hali ya kufanya mambo kama haya, ataingia katika laana, lakini bado ataendelea kustahiki kurithi. Hili ndilo ambalo tunalijibu. Bakari wangu yeye anaulizia kuhusiana na aya ambayo inasema kwamba mzinifu mwanamume hatoa isipokuwa mzinifu mwanamke, kwamba je, haya swala kwamba mwanamume ambaye ana tabia za uzinifu kuoa mwanamke ambaye ana tabia za uzinifu, kwamba haya ni mambo ambayo kwamba lazima anatokezea katika hali za namna hiyo, au ni kemeo tu? Sema mtazamaji Bakari kiwango na mtazamaji kwa ujumla, hii ni eneo la tahadhari, na kwamba mara nyingi sana kinachotokezea ikiwa mtu ni mzinifu, ana tabia ya uzinifu, chafikia ana tabia na uzinifu, basi na yeye ataoa mzinifu mwenzake. Ni hapo kwamba baadhi wanawazuoni kama Imam Shafi rahmatullahi alayhi walikuwa anasema kwamba uzinifu ni deni ambalo linalipwa, hapa katika ulimwengu. Imam Shafi anafika mahali ananukuliwa baadhi anayonukuliwa, anasema kwamba iwapo kwamba mtu atazini na mke wa mtu pembezoni, basi ataziniwa yeye na mtu watu katika familia yake, tena sio pembezoni, ndani ya nyumba yake. Tuna tahadhari, ni deni hili. Imam Shafi anasema ni deni. Kwa hiyo tuchukue tahadhari sana, wale ambao mara nyingi sana sisi tunakuwa tulipofikia, hasa tulivyoathirika na fikra hizi za kimagharibi na tamaduni za kimagharibi, uzinifu tumeuona kwamba jambo jepesi sana.
lakini kwa kweli madhara yake ni kwa kila njia. Kuna madhara ambayo kwamba ni ya kidunia hapa, ya maradhi, matatizo. Kuna madhara hapa ya kidunia ambayo kwamba ni kuondolewa baraka katika vitu, ni kuletewa, ni kunyima rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake na shukuru na vitu vya namna kama hiyo. Lakini vile vile kuna baadhi ya adhabu nyingine ambazo kwamba zinaathiri ndani ya familia mtu ambaye ni mzinifu, athari ndani ya familia yake. Kwa hiyo unapofanya uzinifu, elewe kwamba kufanya kwako uzinifu kunaweza kuwa huko ni kichocheo cha kuwafanya kwamba watu wa familia yako nao wafanye uzinifu. Ima mke wako, Allah atustiri, ima binti yako, Allah atustiri, ima mzazi, wale katika watu ambao kwamba wana karibu nawe nao wakaingia katika hali za namna kama hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala atustiri na atuhifadhi. Kwa hiyo tuchukue tahadhari sana na ugonjwa huu wa uzinifu. Allah subhanahu wa ta'ala azisafishe nyoyo zetu kutokana na kutamani uchafu ambao kwamba kutokana na matendo ambayo ni haramu na ni uchafu. Amin. Anaulizia swali la pili kwamba je, mwanamke anaweza kuongoza taasisi ya Kiislamu au nchi ya Kiislamu? Tunajibu kwamba kuhusiana na uongozi kwa ujumla swala la uongozi wa mwanamke, wengi wanawazuoni wa Kiislamu wanaona kwamba mwanamke hawezi kuwa khalifa, ni kiongozi mkuu wa dola ya Kiislamu, kiongozi mkuu wa dola ya Kiislamu. Na wengine wanasema pia hawezi kuwa kwamba ni kadhi mkuu, hawezi kuwa ni kadhi mkuu, lakini vile vile hawezi kuwa ni imamu mkuu kuongoza msikiti, lakini anaweza kuongoza maeneo mengine, maeneo yanayohusiana na wanawake na vitu vya namna kama hiyo. Kuna baadhi ya wanawazuoni wachache ambao kwamba wanaona kwamba hata katika maeneo hayo mengi pia, na haya tunazungumzia ndani ya dola ya Kiislamu au kwenye taasisi ya Kiislamu ambayo inasimamia watu wote, wanaume na wanawake. Katika maeneo kama hayo basi wengi wanazuoni wanaona kwamba hawezi akawa mwanamke kwamba yeye ndiyo kiongozi mkuu wa Waislamu katika nchi, akawa ndio kiongozi mkuu wa Uislamu katika taasisi ya Kiislamu ambayo inajumuisha watu wote. Wengi wanazuoni wanaona hali za namna kama hiyo, na hii kauli ndio ambayo yenye nguvu zaidi. Inabakia sasa masuala ya kuongoza kama nchi, na hilo ni hukumu yake. Lakini ulimwengu ambao kwamba tunaoishi nao, ambapo kwamba mara nyingi hatuna nchi ambayo ni nchi ya Kiislamu. Kwa hiyo hapa tunakizingatia ni yupi mwenye uwezo wa kuongoza akaleta maslahi kwa watu wote. Inawezekana ikafika mahala katika nchi ambayo kwamba ina Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wakati mwingine akatawala asiyekuwa Muislamu, lakini katika hawa wasiokuwa Waislamu akaonekana kwamba pengine iwapo kwamba hichi kuangalia kwamba masalih, kwa sababu sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya jalbi masalih wa dar'i mafasid, na kama alivyosema Izz bin Abd Salam rahimahullah kwamba hasa msingi wake ni jalbi masalih, kwa sababu dar'i mafasid vile vile ni jalbi almasalih. Kwa hiyo kinachozingatiwa ni hicho, yule kiongozi ambao katika nchi ambazo kwamba, ndio maana tunakuta kwamba masahaba ridwanullahi alaihim walipokuwa katika nchi ya Habasha wakiwa chini ya utawala, kulikuwa na utawala wa Najashi yule ambaye kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuelezea kwamba ni mwadilifu. Wakiwa kule masahaba ridwanullahi alaihim, alitokea mtu katika familia yake ambaye katika Habasha ambaye alitaka kumpindua Najashi huyu ambaye alikuwa ni mwadilifu. Lakini Waislamu masahaba ridwanullahi alaihim wakawa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala yasifanikiwe mapinduzi yale, abaki huyu ambaye kwamba ni si Muislamu lakini alikuwa na uadilifu. Kwa hiyo hivyo yapokuwa katika nchi ambayo kwamba haitawaliwi kisheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itawaliwi Kiislamu, wanapokuwa hapo watu ambao kwamba ni wote wawili ni makafiri, basi tunaangalia ni kafiri yupi ambaye ana nafuu
kwa Waislamu, ana nafuu kwa Uislamu na jamii kwa ujumla. Huyo ndiye ambaye Waislamu watamuunga mkono. Na ikitokezea pengine kwamba kuna Muislamu na asiye kwa Muislamu, lakini pengine huyo ambaye kwamba ni Muislamu ana nafuu katika uadilifu, na mara nyingi sana inatokezea hivyo katika maeneo mengi. Lakini wakati mwingine hawa Waislamu ambao kwamba ni Waislamu wamebaki kwamba ni viongozi wa Kiislamu, lakini Waislamu wengine wakati mwingine wanakosa kabisa uadilifu. Wakati mwingine upo uwezekano akaja akatokezea asiye kwa Muislamu alao akawa na huruma. Inaweza ikatokezea katika vitu vya namna kama hiyo. Sasa hapa kinachoangaliwa katika nchi za namna kama hiyo, je, ni yupi ambaye atakuwa na maslaha zaidi kwa umma, kwa jamii kwa ujumla, na maslaha zaidi kwa Waislamu. Atakayepatikana katika hali za namna hiyo, sawa akiwa ni Muislamu au asiye kwa Muislamu, ni mwanamume au si mwanamume, lakini iwapo kwamba atakuwa ana maslaha, basi atatangulizwa yule anaye maslaha katika nchi ambayo kwamba si nchi ambayo inaendeshwa kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Pengine kusema maneno kama hayo yanaweza kusaidia kukupa mwangaza wa cha kufanya. Ndugu yetu Abu Nuh kutoka Lindi anaulizia kwamba je, ni sawa mwanamke kuomba kujivua kwa sababu mume ameamua kuoa mke wa pili? Tajibu kwa kusema kwamba akina mama, swala la wivu kwamba mwanamke kuwa hapendelei mara nyingi sana kuwa na mshindani mke mwenza, jambo ambalo kwamba ni la kawaida, na wivu kwa mume wake ni jambo la kawaida, usipokuwa utakapokuwa hautovuka mipaka, ambapo kwamba vile vile mwanamume kuwa na wivu na wake zake ni jambo la kawaida. Sasa tunasema kwamba mwanamke, enyewe kina mama, inapotokezea kwamba mume wako ameamua kuoa, anataka kuoa, usiwe kikwazo kwa mume wako kuoa, sio kikwazo na mume wako kuoa, na wala usifike mahala sasa ukasusa. Sio anasema kuzira, sio vitu vya namna kama hapana, si sahihi. Wanawake wema kabisa waliishi na ukewenza. Mama Aisha radhiallahu anha, Siddiqah binti Siddiq, aliishi pamoja na wake wenza, na alikuwa na wake wenza, na alikuwa na wivu kama mwanamke. Mwanamke hasa mwanamke kijana mdogo huyu alikuwa na wivu sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni haki yake kufanya hivyo, lakini wivu wake alikuwa anauchunga usije ukampeleka kumuingiza katika hatari. Sasa na huyu mwanamama ambaye kwamba inafika mahala ambapo kwamba sasa eti kwa sababu kaolewa ukewenza, sasa anataka kujivua, kwa kweli hajitendei haki yeye, na wala hamtendei haki huyo mume wake, huyu shetani ambaye anamchotea, kesho kutwa atakuja muacha na hata muunga tena mkono. Acha baki na mke mwenzako, mshindane katika mambo ya kheri, katika kumsaidia mume wenu ili mpige hatua, ikiwezekana hata msajiishe aweze kuoa mke wa 3 na wa 4. Nini hili? Ni vitu ambavyo kwamba sheria imeruhusu, maadamu mume wako ana uwezo wa kusimamia ndoa ya wake 2, 3, 4, basi usikubali huyo mwanamama Sheitani akakupambia, akakushawishi utoke katika ndoa kwa sababu eti mume wako ameoa mke wa pili. Usikubali vitu vya namna kama hiyo, kwa sababu ni kuonesha udhaifu, kwanza udhaifu wa kiimani, lakini vile vile unaonekana kwamba unaonesha udhaifu kama mwanamke. Iwako kwamba mwanamke anaokuja ni mwanamke mwenzako, nini kinachokufanya kwamba umhofie mwanamke mwenzako? Hakuna haja kumhofia. Jipange vizuri, kaa vizuri. Wewe mume huyu tayari umeshamuelewa kwa miaka mlioishi pamoja, umeshamuelewa mwanamume huyu, mapungufu yake yako wapi, mambo gani anayoyapenda. Mwenzako ndo sasa anataka kuja kuanza kuishi naye. Wewe ambaye ushamuelewa huyu, unaweza ukafanya mambo ambayo kwamba atakufanya kwamba yeye huyu mwanamume awe na moyo wa kukupenda na moyo wa kukujali. Kwa hiyo si haki kufanya kwa vitu vya namna kama hiyo. Ama mwanamke upo uwezekano akadai kwamba kujivua
kujivua kutokana na sababu ambayo ni sababu za kisheria kwa maakhlaki za mume na vitu vya namna kama hiyo, au ambapo kwamba mwanamume hatendi haki, na wakati mwingine kutokana tu na kwamba moyo wake umeshachokana na hisi kwamba hatotekeleza wajibu wake, lakini si kwa sababu kwamba mume eti kaoa mke mwingine. Jambo hilo kwa kweli kulifanya hilo si haki. Faiza kutoka Zanzibar anaulizia kwamba yapo kwamba mtu ana watoto zaidi ya 5 au 6 au 7, halafu ana nyumba akaamua kwamba kumpa mtoto mmoja. Je, jambo kama hilo ni jambo la haki? Tunajibu kusema kwamba si haki. Tunasema kwamba jambo hilo si haki, si haki kufanya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa na sahaba mmoja akamwambia kwamba nataka kumpa mwanangu fulani kiasi jambo fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, je, watoto wako wote umewapa hivi kama hicho unachotaka kumpa mtoto wako hicho? Akasema hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, basi mimi usinishuhudishe katika dhulma. Kwa hiyo hii ni misingi ambayo kwamba ni ya kidhulma. Iwapo kwamba kuna jambo au kuna sababu ya kimsingi ya kumpa mmoja pasi na wengine, basi inapaswa kwamba baba huyo akae na watoto wake ambao kwamba ameshafikia umri, awaelezee kwa nini anapaswa, au mama huyo inapaswa kwamba ndugu yao huyo apewe kitu cha ziada kwa sababu gani na sababu ipi, ili hao nao waondoke katika hali ya kuridhia. Ama akiamua kumpa mmoja, basi hakikishe kwamba anawapa wote katika hali ya uadilifu. Hichi ndicho ambacho kwamba kinachotakikana kisheria. Haya kwa ujumla ndio masuala ambayo tumeweza kuyakusanya kwa siku yetu hii ya leo, na tumejitahidi kuyapatia majibu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukurbishi kila kheri na atuepushe na kila la shari. Endelea kubakia kuwa na Africa TV, kwa sababu Africa TV ina vipindi vingi vilivyokuwa vizuri na bora kabisa. Mpaka tutakapokutana tena wakati mwingine, ni ndugu yako Ibrahim Ghulam na kukuaga kwa kusema subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.